Ni asubuhi njema, asubuhi ya baraka, ambapo ndugu zangu, dada zangu, ninaomba kuwasalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu na asifiwe. Ninawakaribisha katika kipindi cha manyunyu ya baraka, tuzidi na kubarikiwa pamoja na neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunaletewa na mtumishi wake, sio mwingine mbali ni Pastor Zacchaeus Kaesa kutoka kanisa la ABC Konza City Muka Pastor, ambapo ninaamini kwamba lile fundisho ambalo tunaletewa sasa hivi litakuwa ni la baraka kwetu na utaweza na kupokea mengi kutoka kwa hilo fundisho. Basi karibuni sana ili tuendelee na kufundishwa kwa pamoja. Ujambo mtazamaji wangu, karibu kwenye kipindi hiki kile ambacho tabarikiwa pamoja, na wakati huu na ukaribisha ili tuweze kuendelea. Tutasoma katika kitabu cha Injili mtakatifu ya Mathayo, sura yake ni ya 2, aya ya 1 na ya 2. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi, zamani za mfalme Herodi, tazama, mamajuzi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Uyahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kusujudu. Tuombe. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tunakushukuru kwa ajili ya wakati huu mwema na kutupa kuiona siku hii. Tunakushukuru kwa ajili ya uwepo wako pamoja nasi. Baba, naomba ukapate kufungua moyo wa mtazamaji ili wakaweze kulipokea neno mikononi mwako. Asante kwa sababu utatenda, na wewe ni Mungu uishie milele. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu tumeomba. Amen. Furaha ya Mungu na ikujaze pamoja na kumwabudu. Mamajuzi walifurahi sana. Hawa mamajuzi haijulikani vizuri mahali ambapo wametoka, lakini tunasema ya kwamba ni mabaki ya baadhi ya wale ambao ni Wayahudi waliobaki huko Babiloni wakati wa uhamisho tena. Naweza kuona ya kwamba hawa mamajuzi waliweza kujua ya kwamba, na waliweza kuona nyota mashariki, na ilidhihirisha kuzaliwa kwa Yesu. Je, naweza kusema ya kwamba mambo 4 kwa haya mamajuzi yaliweza kutendeka, 3. Jambo la kwanza, walikuwa Wayahudi waliobaki Babiloni baada ya uhamisho, walipokuwa mateka kule. Tunaweza kuona ya kwamba pia walipokuwa kule sasa uhamisho na kutoka Babiloni, na huenda walijua utabiri wa mambo juu ya kuzaliwa kwa Yesu. Walikuwa na habari labda maishani mwao. Huenda jambo la pili, walikuwa wasomi wa nyota, na pia walikwenda na walikuwa wakiwa na nakala, walikuwa na nakala za Agano la Kale. Hawa sasa kwa ajili ya kusoma na kuelewa mambo. Na jambo la 3, hizo nakala katika nchi yao. Na jambo la 4 ni kwamba labda walikuwa watumwa wa kipekee kutoka kwa Mungu ili wapeleke ujumbe ama kuleta ujumbe wa Mungu Baba kupitia zile ambazo walifanya. Tunaweza kuona ya kwamba pia kama vile tumesoma habari ya mamajuzi, watu leo kila mmoja alitoka taifa lake kuwakilisha dunia nzima. Ukiwaangalia ni kama walitoka pande zote kuwakilisha dunia ili kupiga magoti mbele ya Yesu, mbele yake kuona mtoto Yesu, wakiongozwa na nyota na hata kumwabudu. Pia tunaweza kuona ya kwamba, mtazamaji wangu, walikuwa na furaha nyingi wakitambua ama kuona ya kwamba Yesu mwenyewe
akiwa kama maskini, akazaliwa kiwango cha chini, mwokozi wa ulimwengu aliweza kupatikana, ambaye ni Yesu. Walijitolea kusafiri safari ndefu sana. Walisafiri kwa umbali, labda siku nzima ama masaa ama pia majuma mawili matatu, wakisafiri ili wakapate kufika mahali ambapo mtoto amezaliwa. Walimuona Yesu, wakafurahi, wakapiga magoti, wakamwabudu, ishara ya kuabudu, na wakanyenyekea mbele zake, kwa maana yeye ni mfalme. Baada ya kufanya mambo hayo, waliweza kutoa zawadi zao ambazo walikuwa wameleta kwa ajili ya Yesu Kristo. Hizo zawadi tunaweza kuona ya kwamba zawadi hizo zilikuwa kwanza ni dhahabu, ambayo iliweza kudhihirisha kuwa yeye ni mfalme, kwa sababu kwa mfalme kunapatikana dhahabu. Yeye ni mfalme. Uvumba ni kuonyesha ya kwamba ulimaanisha ni kuhani mkuu. Yeye Yesu ni kuhani mkuu. Baada ya hiyo walipeana manemane, kuonyesha ya kwamba maana yake Yesu ni tabibu. Yeye ni tabibu wa ajabu, na ni tabibu wa kutibu watu kiroho na hata kimwili pia. Tunaweza kuona ya kwamba leo sisi, mtazamaji wangu, sasa mpaka ujitolee kama vile mamajuzi, ili kufanya jambo la maana na kumwabudu Kristo Yesu, na hata pia kutoa tunu za shukrani, na hata kuweza kuonyesha ya kwamba umefanya kitendo kinachostahili wewe mwanadamu. Mtazamaji, sasa kujua ya kwamba ni vyema kutoa sadaka ya shukrani, sadaka ambao hao watu waliweza kujiandaa. Hawakujiandaa na siku moja, waliweza kukaa muda mrefu wakijiandaa, kwa sababu wanasoma mambo na wanaelewa mambo, ili wakati ulipofika wakaenda kufanya mambo hayo ya kumwabudu na kutoa zawadi zao. Kujiandaa mapema kuna stahili kama mamajuzi. Je, wewe unajiandaa namna gani kwa ajili ya siku hiyo kuadhimisha? Jambo lingine, ni vizuri kujiandaa sana ili tusitawaliwe na anasa za dunia hii. Unajua, unaweza siku hiyo kutawaliwa na anasa za dunia. Huwa hakuna lingine unaona, ni yale mambo yako ya kando, yale mambo ambayo hayastahili, lakini hawa they focused ama walilenga tu kumwona Yesu, kumwabudu na kutoa zawadi zao. Kuna pia kuelewa ya kwamba hawakuweza kurudi tena kwa njia ingine kupitia kwa Herodi, kwa sababu walishawishiwa ya kwamba waliona, wakauliza na wakafuata. Na Herodi akasema, nendeni mkimuona mumwabudu na mletee habari, mkiniletea ili nami niende nikamsujudu. Yeye alitumia uongo. Sasa hapa kuna njia mbalimbali za kurudi kwa Herode, kupitia kwa Herode. Hawa hawakurudi kwa njia, hawakuenenda tena kwa njia inayopitia kwa Herodi, lakini walienda kwingine na njia zao, ama walitumia njia zingine. Nataka nikupe baadhi ya mambo yanayoweza kudhihirisha kwamba unaendea njia ya Herodi ama unaipitia njia ya kupitia kwa Herode. Jambo la kwanza ni wizi. Unaweza kuona siku hiyo watu wakifanya wizi na kupora mali za watu na kutumia kama zao, na wao wanafanya jambo mbaya. Jambo la pili, siku hiyo unaweza kuona kama madawa ya kulevya. Vijana wakunywe pombe, wakunywe madawa ya kulevya, na kila kitu ambacho ni cha kuharibu akili zao na pia miili yao. Jambo la tatu, kwa kupitia kwa Herode, ni kuwaua watu na kuwatesa. Watu wanaua wengine na wanawateza. Hiyo ni njia moja ya kudhihirisha ya kwamba wewe uko katika mpango wa Herode, au uko katika mpango wa mtoto wa Mungu. Jambo la nne, inaweza tokea mafarakano katika familia, mama na baba hawaelewani. Hiyo ni njia moja ya kudhihirisha ya kwamba roho wa Herode anatutawala. Na jambo la tano ni kuona ya kwamba mambo ya ukahaba. Watu wengine utaona hata wasichana
mtu atatumwa kwenye nduka tu kalete kitu fulani, na baada ya kurudisha uende na urudi, unaenda kabisa. Sasa hiyo ni njia moja ya kuonyesha ya kwamba wewe mpango wako ni mpango wa Herode. Ndoa za mapema sizizo na mpango ama ambazo hazina msingi, hiyo ni jambo. Najua mambo haya. Yesu anasema ya kwamba Yohana sura ya 10 mstari wa 10, shetani huja ili kuiba, kuua na kuharibu. Huo ndio mpango wa shetani. Nayo Yesu alizaliwa kuwa amani kuu na kuwa watu wamebadilika kuziacha dhambi na kumwelekea yeye. Enenda ukiongozwa na Roho wa Mungu. Epuka njia za kupitia kwa Herode. Hizo njia unastahili kuziepuka, ndugu yangu. Mama, baba, uzipitie hizo njia. Matendo yako yadhihirishe ukweli, matendo yako yadhihirishe uaminifu wako kwa Mungu, na hata pia ibada. Mungu anapenda ibada. Tumfanyie shangwe na vigelegele siku hiyo na furaha kuu kwa ajili ya kukumbuka Yesu Kristo alipozaliwa, ama wakati alizaliwa, ili maisha yako na maisha yangu tupate kuwa na maisha ambayo yanastahili, mtazamaji wangu. Hivyo basi, jua ya kwamba mpango wa Mungu ndio mwema, sio kama mpango wa mwanadamu. Mpango wa Mungu ndio mwema. Hebu ufuate. Tazama, jiandae. Unapoandaa posho, andaa siku hiyo utamtolea Mungu nini? Sadaka ya shukrani kutoka moyoni, sadaka ya hiari, sadaka ambayo unaona ya kwamba inafaa kwake yeye. Mungu akubariki, na Mungu azidi kuwa pamoja nawe, na Mungu azidi kukusaidia na hata kukutia nguvu na kukuinua katika maisha ya kiroho. Bwana ibariki neno lake. Tuombe. Mungu mwenye enzi, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya ujumbe wa leo, neno lako Mungu, ambalo umeweza kutufunza mambo mbalimbali ambayo yanaweza kutusaidia na kutujenga. Yule mtazamaji mbariki, anapoketi, anapokuwa mahali yupo, uzidi kuwa pamoja naye. Mahitaji yake unayafahamu na unayaelewa. Baba, ukapate kumtimizia. Utubariki sisi zote katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu tumeomba. Amen. Mungu anatoa mwongozo wa kiroho kwa yeyote ambaye anayemtafuta kiukweli, ama anayemtafuta na ukweli. Ni kweli kabisa, kutokana na yale ambayo tumeweza na kufundishwa asubuhi ya leo. Mamajusi wakati ambapo walikuwa wanatembea, waliweza kuongozwa na nyota ambayo kwa wakati mmoja iliweza na kupotea, na wakaweza na kutafuta yani vile ambavyo wataweza na kufahamu ama kujua mahali Yesu ameweza na kuzaliwa. Wakaona kwamba ni lazima mfalme awe anajua yoyote. Wakati ambapo waliweza na kuingia kwa mfalme Herode, yote ama nyota hata mwangaza uliweza na kupotea. Kumaanisha kwamba wakati mwingine, wakati ambapo tunaacha hata kumfuata Yesu, kumfuata Mungu mwenyewe, giza linatukumba, giza linaanza hata nayo kutuongoza, tunapotea njia. Sasa hivi asubuhi ya leo, mpenzi mtazamaji, kuna haja ya kuendelea na kutafuta Mungu mwenyewe, kumtafuta Yesu kwa njia ya kiukweli, ili kiroho azidi na kutuongoza, azidi kuwa kiongozi wetu. Maana wakati ambapo nyota yake itaweza na kupotea katikati yetu, itaweza na kupotea hata katika maisha yetu, tutaweza na kupotea njia. Tutakuwa tunayumba, yani kila mahali. Tutakuwa ni kama watu ambao hawajijui. Lakini wakati ambapo tunamtafuta kiukweli, anazidi na kutuongoza kila wakati. Na hivi ni kusema kwamba Kristo ni mwanga na mwana wa mfalme. Yesu alizaliwa awe mfalme, alikuwa ni mfalme. Ingawaji Herode wakati ambapo aliweza na kuelezewa kwamba kuna mfalme mwingine amezaliwa wapi, tunamtafuta. Herode aliweza na kuambia mamajusi kwamba endeni mkamtafute, mkimpata nami muweze na kunirudishia tu habari, niweze na kufika huko nikaweze na kumwabudu. Lakini lengo lake alikuwa lile.
la kuenda kumtafuta Yesu kama mfalme akaweza na kumwabudu. Hapana, alikuwa amepanga vile ambavyo ataweza na kummaliza. Maana ilimuuma kusikia kwamba kuna mfalme mwingine ameweza na kuzaliwa. Lakini wakati ambapo mamajuzi waliweza na kufika pale, wakaweza na kufanya ama kuabudu Yesu, malaika akaweza na kuangiza kwamba msirudie ile njia, msirudi kwa Herode, msirudi kwa Herode. Maana Mungu alijua mpango wa Herode ni wa aina gani. Nikisema kwamba na nikuache na ili mpenzi mtazamaji, hata shetani akutafute kwa njia gani, shetani apange kukuumiza, shetani apange yani kukata tu ile nyota yako, kile ambacho Mwenyezi Mungu alikuwa amepanga juu ya maisha yako kwa wakati wake kitaweza na kutimia. Pastor, tumeshukuru sana, ni kwa sababu hilo fundisho. Mwenyezi Mungu na akubariki, azidi na kukuongezea mengi, ni kwa sababu yetu, na Mungu akuongoze. Mtazamaji wangu, mahali popote pale utashinda ukiwa Mungu wa pamoja nawe na akuongoze. Shalom.